Iran imefanya mashambulizi makubwa ya makombora ya masafa marefu dhidi ya mji wa Beit Shemesh karibu na Jerusalem nchini Israeli na kusababisha vifo vya watu 9 huku wengine 10 wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Makombora hayo ya ballistic yaliyodaiwa kurushwa moja kwa moja kutoka Iran yaligonga maeneo ya makazi katikati ya mji huo na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo. Miongoni mwa majengo yaliyoharibiwa vibaya ni kanisa moja lililokuwa linatumiwa na waumini pamoja na makazi ya familia kadhaa. Vilevile hifadhi ya mabomu ya umma iliharibiwa kwa kiasi kikubwa baada ya kugongwa na kuathiriwa na mlipuko huo. Huduma ya ambulance ya Israeli ya Megan David Adam ilithibitisha kuwa wahudumu wake walifika katika eneo la tukio kwa haraka na kukuta hali mbaya kwa majeruhi na miili ya waliopoteza maisha. Mashambulizi hayo yameongeza mvutano mkubwa katika mzozo unaoendelea kati ya Iran na Israel, huku wakazi wa Beit Shemesh wakiishi kwa hofu na taharuki baada ya tukio hilo lililotokea siku ya Jumapili. Serikali za mitaa zilianza tathmini ya uharibifu na kutoa msaada wa dharura kwa familia zilizoathirika. Hapo awali ilisemekana kuwa watu 8 walitangazwa kufariki dunia papo hapo katika eneo la tukio, huku wengine zaidi ya 20 wakipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi. 2 kati yao waliripotiwa kuwa na hali mbaya. Muda mfupi baadaye, kifo cha mtu wa 9 kilithibitishwa na kufanya jumla ya vifo kuwa 9. Kituo cha matibabu cha eneo hilo kinasema kuwa kilipokea na kinawatibu watu 6 akiwemo mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 4 aliyelazwa akiwa katika hali ya wastani. Majeruhi wengine walihamishiwa hospitali nyingine kwa ajili ya matibabu zaidi, ambapo madaktari wanaendelea kupambana kuokoa maisha ya majeruhi waliokuwa katika hali mbaya. Jeshi la Israeli limetuma vikosi maalum vya uokoaji na wataalamu wa huduma za dharura katika eneo hilo mara moja baada ya shambulio hilo. Helikopta ya kijeshi ilitumwa kusaidia usafirishaji wa majeruhi waliokuwa katika hali mahututi kwenda hospitali za Jerusalem kwa matibabu ya haraka. Operesheni za utafutaji na uokoaji ziliendelea saa kadhaa, huku vikosi vikichunguza kama kuna watu waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka.